Ni mechi moja nzuri, lakini ni mechi ambayo nakwenda kuamuliwa na sehemu ya katikati ya kiwanja kabisa. Timu itakayokuwa iko vizuri sehemu ya midfield, itakaoshika mchezo, inakwenda kupata matokeo ya ushindi leo. Sababu timu zote mbili zinavyocheza hazina staili nzuri ya uzuiaji kuliko jinsi zinavyoshambulia. Inter wana matatizo sehemu yao ya ulinzi, jinsi wanavyozuia, wanaruhusu sana magoli. Barcelona wanaruhusu sana magoli, wana utajiri wa viungo na ubora sehemu ya katikati ya kiungo. Kwa hiyo nikijaribu kutazama kama Inter wataweza kuwa vizuri katikati ya kiwanja na wakawa na wachezaji ambao watajibu maswali vizuri ya wale viungo wa Barcelona, wana uwezo wa kupata matokeo, hasa ukizingatia kwamba Barcelona sio wazuri sana kwenye kuzuia. Kama watakosa majibu sahihi ya maswali watakayokuwa wanaulizwa na Barcelona katikati ya kiwanja, mechi inakwenda kuisha kabisa, nakwambia. Rejea nyuma mechi ya Barcelona na hawa manyambizi wa njano wa Ujerumani, Borussia Dortmund. Mechi iliisha pale pale kwenye uwanja wa Barcelona nyumbani. Kwa nini? Borussia Dortmund hakuwa na majibu sahihi ya kujibu viungo wa FC Barcelona. Wana wachezaji vijana wenye uwezo na talenti kubwa na wabunifu. Wanaweza kukusambaratisha vibaya mno kama hautakuwa na setup nzuri sehemu ya katikati ya kiwanja ya kuzuia. Kabisa na kuhakikishia. Inter wanahitaji kuwa na mbinu za mwalimu wao wa zamani aliyepita, Jose Mourinho. Kama wanaweza kucheza low block vizuri, wakaziba mianya vizuri, wakabaki wanawavizia Barcelona kwenye mashimo kupiga counter attack, wanaweza wakapata matokeo, wanaweza wakafanikiwa. Lakini kama wataruhusu goli la mapema, watalazimika kutoka kwenye low block, wajaribu kuwa wanakwenda kutaka kutafuta goli la kusawazisha, na hiyo na hatari kubwa itawashukia. Inter ukiwatazama eneo lao ambalo linawapa jeuri katika kikosi chao, ambalo hilo wakitumia kwa ufasaha wanaweza kupata matokeo dhidi ya Barcelona. Sehemu yao ya ushambuliaji, mchezaji wao wa pembeni pamoja na kwenye striker force zao, wana Marcus Thuram mbele pale, wana Lautaro Martinez Argentina, wana viungo wazuri namba 10 pale. Nikitizama wanavyocheza, wana uwezo kutengeneza nafasi nyingi sana za kutafuta magoli na wakafunga. Kama watacheza katika mfumo mzuri, na kueleza, narudia tena, wakicheza low block nzuri, tiba ya FC Barcelona sio kukabia pressing juu, kwa sababu wana viungo wajanja wenye uwezo wa kutoka kwenye mitego ya timu zinazokabia juu vizuri tu, na wakatoka. Na wakisha toka wanakukuta wewe huku nyuma huko uchi, utafungwa goli nyingi sana. Ila kama utatafuta setup nzuri ya kukabia low block, wakati huo ukatengeneza hatari unapokuwa unaipata ile mipira, watu wako wakaweza kufika sehemu ya Barcelona kwa haraka na kutengeneza zile nafasi, unaweza ukawafunga na ukapata matokeo pale pale uwanjani kwao. Pale pale Barcelona sio wazuri, yani hawana setup nzuri jinsi gani tunacheza tunapokuwa hatuna mpira, ila ni wazuri sana kwenye kumiliki mpira, na njia yao kubwa ya kukusambaratisha wewe, wanaungangania ule mpira wawe nao wao muda mwingi, huku wakivizia makosa ya walinzi wako kuweza kupitisha ile mipira kupenyeza. Ukikaba low block nzuri, ukawa na wachezaji mapafu wanaocheza hasa pembezoni mwa kiwanja, kwa sababu Barcelona wanatanua sana kupitia pembeni, na ukawa na mabeki wazuri wakati wenye uwezo wa kuzuia zile hatarishi zinazoweza kuletwa na mtu kama Roberto Lewandowski, yani unaweza ukawadhibiti Barcelona. Sijui game itakuwaje, lakini naiona kabisa ni game ambayo itakwenda kuwa ngumu zaidi kwa Inter kuliko ni Barcelona. Itakuwa ngumu kwao. Wakiweza kufaulu kutoka kwenye mtego wa Barcelona huu naokuambia, wanapata na matokeo kabisa. Kwanza hitimisho ya mchezo huu unahitimishaje kabla ya dakika 90 zenyewe? Kwa jinsi ninavyoona mchezo mpaka sasa hivi uko 50-50. Ila kadi mchezo utakapokuwa unaanza na unapokuwa unaisha, ndio unakwenda unaona kulingana na jinsi game inavyoendelea, Inter wameingiaje na Barcelona je, wameamka vizuri. Unapocheza na timu kama Barcelona wakiamka vizuri, wakawa katika siku yao, hata haya tunayozungumza kusema utaweka low block, utakaba vizuri, ni sawa na bure.
kabisa kabisa. Wakiamka vizuri, nasema wakawa na siku nzuri kiwanjani, hakuna namna wewe unaweza kuwazuia. Wana ubora mkubwa sana. Unaweza ukasema nakwenda kukutana na kiungo huyu, kashangaa kakaa benchi akapangwa mwingine na akacheza kuliko yule ulikuwa unamfikiria wewe. Wana aina ya viungo wengi vijana wenye talent na ubunifu mkubwa sana. Wana hatari kubwa sana pembezoni mwa kiwanja, wana Rafinha, wana Lamine Yamal. Si mchezaji ambaye anategemea, ni mchezaji ambaye anaweza ukampa mpira akaja na mpira, na una mchezaji ambaye unaweza tena ni bora afike mahara awe anaomba mipira ya kutupiwa kulikoni awe anakuja na ile mipira yenyewe. Ni hatari zaidi. Kwa hiyo unaweza kuangalia, unaweza ukaiangalia ukasema Inter atatakiwa kutoa hili sana leo kiwanjani ili kuweza kupata matokeo. Na nafikiri hata wao wanalijua hilo. Na timu kama Barcelona sio aina ya timu ambayo unaweza kusema niende nikacheze nao kwao ni wabani alafu je nisubiri kupata matokeo nyumbani. Wanacheza vile vile popote wanapocheza. Kwa hiyo unatakiwa utoe hili sana kwenye game zote mbili ili uweze kupata matokeo. Na jaribu kuangalia nyuma Inter ile ya kina Samuel Eto'o, Inter ile ilikuwa ina kina Materazzi, kina nani, jinsi walivyokuwa wakicheza wakiwa na mwalimu wao Jose Mourinho, jinsi walikuwa wanaweza kuwasumbua Barcelona. Sasa unahitaji energy na watu kama wale walikuwepo, na wawe makini na utumie nafasi utakazozipata. Yaani usipate nafasi bado ukashindwa kuzitumia. Kwa hiyo unajaribu kuangalia je, Inter watakuwa katika nafasi na uwezo kama timu yao ile ya Jose Mourinho ilivyokuwa? Japo Barcelona yenyewe hii sio ile ilivyokuwa ya kina Lionel Messi, akina Xavi Hernandez, Andres Iniesta, lakini bado staili yao ya uchezaji na ubunifu wao wanapocheza kiwanjani ni ule ule. Kabisa. Njia ni ile ile. Na wana mwalimu mmoja hatari sana, mwalimu mwenye akili nyingi mno. Bwana Hans Flick. Anawatumia vizuri sana vijana wake. Sana. Na ndio maana wana uwezo wa kutoka nyuma mchezoni na wakarudi na wakarejea mchezoni. Kuna game nyingi hapa, angalia nyuma, walishakuwa nyuma. Wanaweza wakakutangulia ukarudisha ukawafunga, wakarudisha wakakufunga tena. Sio timu ambayo inacheza mpira wa ujanja, ni timu ambayo inacheza pure football. Pure attacking football. Wanacheza pure attacking football. Wanakushambulia tu. Sana wachoki. Sasa inategemeana watu wako wamejiandaa kiasi gani na wameamkaje. Je, watakuwa na uwezo mkubwa wa kuwamaki? Mechi ya leo inakwenda kuwa ngumu sana kwa Inter.